Sasa na wengine wape nafasi watamaliza yote. Naam, tufike kwa msingi. Naam, muuliza anza hapa. Swali la kwanza ni tunafahamu kwamba kuna hadi. Naam. Naam. Sasa kuna hadi ambayo iko tofauti kwa mzinifu, mzazi alimzini mwanae, au hadi inakuwa ni ile ya wote? Swali lake anasema kuna hadi. Tunaposema hadi ni neno la Kiarabu. Neno la Kiarabu lenye maana zaidi ya 8. Neno al-haddu lina maana ngapi? 8. Itatizamika umelipeleka mahala gani. Kuna wakati al-hadd linakuja kwa maana ya taarifu. Kuna wakati al-hadd kwa maana ya mpaka. Kuna wakati al-hadd inakuja kwa maana ya adhabu. Kuna wakati al-hadd inakuja kwa maana ya kuvuka. Ala kuli hali, hii ndio utamu wa lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo tuisome sana lugha ya Kiarabu. Yeye anachokusudia kuwa adhabu pale mtu anapokosa anaadhibiwa adhabu. Sasa kwa mzinifu anapozini kuna adhabu yake. Je, ikiwa baba amezini na mwanawe, si ndio? Kuna adhabu tofauti kwenye hadi ya zinaa. Tumeelewa vizuri? Ndugu zangu Waislamu, katika hukumu ya zinaa kwa yule aliyezini ili aadhibiwe, Mwenyezi Mungu ameweka adhabu za mzinifu za aina hizi 2. Adhabu ya kwanza kwa yule ambaye hajaoa na adhabu ya pili kwa yule aliyeoa. Yule ambaye hajaoa, yeye anafanya nini? Anapigwa bakora. Ngapi? 100, na kumtoa pale alipo kumpeleka kijiji kingine. Na hapa ndio maana kuna khilafu kwa baadhi ya wanazuoni wanaobeba adila bila kuwa na nyenzo za kubebea dalili. Wapo wanaosema kuwa hata yule aliyezini akiwa ndani ya ndoa haruhusiwi kupigwa mawe mpaka akafa. Hukumu yake naye ni kupigwa bakora, kwa sababu hakuna aya iliyekuja ikasema mzinifu aliyezini akiwa ndani ya ndoa apigwe mawe. Iliyokuja aya ni kupigwa nini? Bakora. Fajliduhum 80 jalda. Si ndio hivyo? Aya ni baadhi ya maneno ya watu wasiokuwa na elimu iliyoshiba. Kuna aya ipo katika masala ya Qur'ani. Kuna kusoma Qur'ani kihukumu, kuna kusoma Qur'ani si kihukumu. Kwa maana yake nini? Yaani ninachokusudiwa, kuna aya zimekuja zinasomwa lakini hukumu yake haipo, na kuna zingine hazisomwi lakini hukumu ipo, ambayo ndio aya hiyo ipo inayomzungumzia mzinifu aliyekuwa ndani ya ndoa. Mwanamume na mwanamke wanapigwa mawe mpaka wanakufa. Kwa hiyo zinaa ya baba kwa mtoto na zinaa ya mtu mwingine kama kawaida, ikiwa yumo ndani ya ndoa, basi atapigwa mawe kama anavyopigwa mtu mwingine. Hakuna ziada eti kwa sababu ni baba iongezeke, wala hakuna kupungua eti kwa sababu sio baba ikapungua. Nimeeleweka vizuri? Nimeeleweka vizuri? Ili mradi ithibiti, ikiwa huyu mtoto aliyezini naye baba labda ni wa kwake, kama swali lilivyokuja, baba ikiwa yuko ndani ya ndoa, huyu mtoto yeye hatopigwa mawe. Baba kama baba atahukumiwa hivyo, mtoto yeye atapigwa bakora. Lakini kuna kitu cha ziada wanazuoni wamekiita, wanasema saddu dharia, kitakachomsibu baba. Tupo pamoja? Nadhani nimejibu kwa mukhtasari. Imeeleweka, si ndio? Hilo swali la kwanza. Kuna swali la pili, kama hakuna arudi kwenye swali lake la pili. Alisema na maswali 3. Nikasema na wengine wapate. Kama hakuna swali kwa mtu mwingine arudi kwenye swali lake la pili na la 3. Lipo swali? Naam. Wa alaikum salaam. Hapa tuna 1033. Bado 1013 lakini Waislamu ifike 1050. Naam. 1317. Naam. Sasa vipi ikiwa mtu fulani akainunua kwa pesa
na akatimiza masharti yake ya swala. Tunafahamu swala la ashirati na arkan. Naam. Akatimiza. Sasa inakuwa kipi kikwazo? Kikwazo cha kuvaa, kikwazo cha swala. Kikwazo cha swala na cha kuvaa. Kwa hiyo kikwazo cha swala kuwaje? Jenga swali sasa. Swala yake ni itakuwa haiswi Ama inaswi. Moja kwenye swala. Pili, katika kuvaa tu kwa sababu ni halali, katumia pesa ya halali. Na yeye si nia yake si kwamba atangaza kama kwa sababu tu labda ni shabiki wa fulani. kabla sijakujibu, hela yako ya halali ukimchukua mwanamke mkaenda gesti kwa hela yako ya halali, inafaa ifai? Kwa hela yako ya halali umetafuta, ni hela yako, lakini umempata mwanamke umeenda kuni, si hela ya halali. Sasa kwa nini sifai wakati hela ya halali? Moja. Mbili, kwenye swala ikoje? Kuna sharti za swala na nguzo za swala, si ndio? Hebu nitajie nguzo 5 za swala imam, si ndio tuswalisha hapa? Ya kwanza Swala ya kwanza qiyam, ya pili qiraatul Fatiha, 3 sujud na rukuu. Kweli? Taratibu imam, nimesema 5 tu si. Tashahudi al-akhiri, si ndio? Unaposema tashahudi al-akhiri unakusudia nini? Sasa tashahudi ni kukaa, tashahudi ni kufanya nini imam? Ni kukaa. Kwa hiyo kukaa tunasema ni tashahudi ama julusi? Unaweza ukasema katika julusi, unaweza ukasema ukasema julusi, ukasema kwamba katika kikazi cha tashahudi ya haya imamu wetu bwana, ndio imamu wetu mashaallah. Tukija kwenye sharaiti ulizozitaja hapo, ina sharti ngapi swala? sharti za swala takriban nazo zinafika 5. Kwa hiyo ni 5 kwenye swala nzima, sharti zake ni 5. 5. Ya kwanza kuingia kwa wakati ni sharti kwenye swala. Sharti za swala Kuingia kwa wakati ni sharti. Unamwangalia Sheikh Chande. Kuingia kwa wakati ni sharti. Kuna sababu, kuna sharti, kuna nguzo. Ndani ya swala kuna mambo 5 sababu haipo. Kuna al-ab'ad, kuna sunna, kuna sharti, kuna nguzo, kuna butulani. Sababu haimo ndani ya swala. Sharti ni kikamilishi cha swala. Sababu ni kwenda kutaka kuswali. Ndio maana sababu inaweza ikawepo lakini usiswali. Ili uswali lazima wakati ufanye nini? Lakini sio sharti. Sharti la swala ni kuwa moja wapo ni kuwa na udhu imamu. Huwezi kuswali bila kuwa na udhu, lakini sio kila unapokuwa na udhu lazima uswali dhuhuri, si ndio? Basi tusiende mbali imamu. Wala kule hali tunarudi kwenye swali letu. Nilikuwa nakuchangamsha tu kidogo imamu. Lazima imamu we makini, lakini katwali inaonekana imamu mvivu wa kusoma. Kweli Sheikh Chande, imamu mvivu wa kusoma, si ndio? Lazima unakuwa kama askari muda toka hivyo. Sisi pamoja na hivyo lakini tunakesha kwenye vitabu. Katika swala mtu amevaa nguo ya haramu, sio kwa sababu imeandikwa, tuseme ya haramu. Sawa? Swala na uvaaji, vazi ni stara kwenye swala. Uwezi ukaswali ukiwa uchi, pamoja unaweza ukaswali ukiwa uchi. Ukiwa umevaa vazi ambalo msingi wake ni wa haramu, lakini swala imekamilika vigezo vyake, swala itakuwa halali kwa kukamilika vigezo, lakini utapata dhambi kwa kuvaa kitu cha haramu. Sawa sawa na mtu aliyefunga lakini aswali. Huwa tupendi kuyazungumza haya kwa sababu utafungua mlango mtu hata nisiposwali saumu yangu si sahihi. Wewe Muislamu unatakiwa uswali, wabitali ukiwa umefunga ndio lazima uswali. Sasa wewe unafunga uswali, msingi wa funga na swala iko wapi? Wewe unaswali, lengo la swala ni nini? Niambie imam, lengo la swala ni nini?
Lengo la swala yapo mengi, moja ni nini? Kama Mwenyezi Mungu alivyosema, inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Munkar na fahsha, ukienda katika fahsha kuna zaidi ya maneno 80. Ukienda kwenye munkar kuna zaidi ya maneno 50. Nini munkar, nini fahsha? Sasa swala ikatarget mote umo kwa kukulinda wewe. Ukiwa umekaa vizuri kwenye swala, uwezi ukavaa nguo yenye kubeti afu na swali. Ukiona unafanya hivyo, bado swala yako ni ya kuunga haija kutengeneza, bado haijakataza mabaya. Ikiwa unajua ile langu ya halali lakini natangaza pombe alafu na swali, bado swala inakukataza mabaya. Waislamu, bado swala inakukataza mabaya. Nenda kwenye uhalisia wake ili uwe safi. Au imamu ni wanatuvaliaga siku moja. Fulana zipo nyingi. Tunaponunua hili, yule aliyeweka tangazo, si una promote ile tangazo? Sasa kwa nini promote tangazo ambalo liko katika uhalisia? Mimi ni mpenzi wa kuvaa mafulana, Sheikh Chan, lakini uwezi ukanikuta hata siku moja nimevaa fulana ambalo linabedi. Hata siku moja, na Mungu aniepushe. Tubadilike imamu. Nguo zipo nyingi. Au ni fulana za betting tu peke yake? Wewe ni mpenzi wa Yanga, Simba, unatangaza Simba yako. Naam, nadhani nimejibu Islam. Hilo la pili, la tatu. Naam. Maana yake ni hivi, ukiwa unasuka kamba, nikisema kusuka kamba naeleweka tamko hili, neno hili, maana yake watu wa pwani nyinyi, sisi watu wengine si wa pwani. Kusuka kamba tunajua. Yaani kwa mfano kama vile kamba unaitengeneza, unaisuka ili labda ikusaidie kwenye kuchotea maji au kufungia mbuzi na nini. Sawa? Sasa wakati kamba unaitengeneza, unaisuka, lengo la kutengeneza ile kamba ni nini? Ikunufaishe kwenye matumizi yako kutokana na mahitaji ya ile kamba unahitaji. Sasa ile kamba unasuka, huku kuna moto huku. Kila unavosuka unaitupia huku, ukigeuka utaikuta hamna. Inaungua. Wakati wewe umevaa nguo ambayo wewe inakupatisha dhambi na huku unaswali, dhambi unayo ya kuvaa ile nguo na faida ya kuswali kwako unayo. Sasa mizani yako ndio itasoma. Ndio maana kule kwenye ile hadithi Mtume akasema, mtu muflisi mnamjua? Ni yule anayeswali, anatoa zaka, anakwenda hija, lakini mwisho wa siku anakwenda kwa Mungu ana kitu. Wewe unaitakidi unacho, kwa matendo yako hayo anamaliza yale yote unayotenda mema. Mwisho wa siku ukienda kule una kitu kwenye swala yako. Hadithi muflis tunaijua hatujui? Alipouliza taduruna mal muflis, qalu al muflisina ma la dirham wala dinari. Mtu muflis tunayemjua ni yule ambaye ana majumba nini. Akasema yule anayeswali, anayetoa zaka, anayekwenda hija, anayefunga, lakini mwisho wa siku kumbe funga yake anafunga na mkhadaa Mwenyezi Mungu. Swala yake anayoswali hakuna anachokipata. Sasa kwa yale mabaya yake anayofanya, huku anaonekana anaswali, kuna watu kwa wakosea wanadai haki zake kwake mbele ya Mungu. Mema yote alikuwa akiyafanya hamna. Sasa inafika yale mabaya ya watu, wakati wewe mema hauna, ndio unatupiwa wewe kwa sababu mema hauna. Sijui nimeeleweka vizuri Islam? Swali la mwisho tuondoke. Au turudi kwako Sheikh? Hapa kuna mikono miwili. Wakati mikono hii miwili, basi malizieni ile shamba fika 40 baki 10,000. Waislamu, raha si raha. Waislamu, raha si raha. Nije tena nisije? Nije tena nisije? Sawa, lakini sio Ijumaa, kwa sababu Ijumaa ratiba unajua wewe imebana. Sisi ratiba zetu huwa zinalimitiwa. Kwa mfano leo Ijumaa, tayari hapa ratiba ninayo ya Ijumaa zinazofuata huko. Kwa ili unipate hiyo nyingine lazima booking hapa. Ukichelewa hapa basi utasubiri. Huyu mwenyewe kasubiri sana Ijumaa kama kaza kai. Naam. Zumara, naam.
Jahannam haikuwepo wao, ila kwenye janna ipo wao. Anachokoza. Umesoma lugha? Wao ipo kwenye hurufu al-atfi. Herufi za atfi zipo 8. Mama yao ni wao. Wao peke yake imegawanyika mara 45. Wao peke yake mara 45. Ala kuli hali wasiqa, si ndio wao inayozungumzia? Alafu aya nyingine unasema aina wao. Jibu dogo sana. Wale ilikuwa na haja ya kuuliza wao gani. Unaweza ukaifanya kwa ni istinafia na unaweza ukaifanya kwa ni harfu al-atfi ala al-mutalaba. Unataka nifumuke hapa. Ala kule hali, kwa sababu nikienda juu sana hautaweza kunielewa. Kikubwa ni kusoma lugha. Elewa kwa wao zimegawanyika mara ngapi nimesema? Wao zimegawanyika mara ngapi? Lakini wao ni katika hurufu al-atfi ambazo zipo 8. Mama wa hurufu al-atfi ni wao. Lakini wao sio kile inapokuja ikawa ni harfu al-atfi. Inaweza ikawa lilmutabaqa, inaweza ikawa lilmutawala, inaweza ikawa listinafia, inaweza ikawa lijazia, inaweza ikawa litashkiki, inaweza ikawa litashriki, inaweza ikawa lilibhami almutlaqa. Hapo ukipiga na al-atfi inaatifia katika jumla kule ya ibara ilivyokuja. Ibara ya nyuma kama iendani maana na hiyo unaifanya istinafia. Nini kinachokusaidia? Ibara ya mazungumzo na ubobezi wako wa lugha ya Kiarabu kwenye fani hii. Hizi fani ndio tumeogelea sana, Sheikh Chande anajua. Sasa tukichokoza kwenye fani hizi waga mnamchokoza nyuki. Naam Sheikh, nikupe swali moja tumalize tuondoke. Naam. Naam, dua inaweza ikabadilisha kadari ukinyenyekea kwa Mwenyezi Mungu. Kama Mtume alivyotuhimiza akasema kila kadari huondoka kwa nini? Kwa dua. Kadari huondoka kwa dua. Itajuaje? Ujui. Sawa sawa. Kila mmoja katika sisi, kuna kitabu tumejaza wakati tulipofikisha siku 120. Siku 120 wastani wa miezi mingapi? Sijasikia miezi. Uchache wa mimba ni miezi mingapi? Ya? Uchache wa mimba ni miezi 6. Ha? Umepata wapi uchache wa mimba ni miezi 6? Imam. Baadhi ya vitabu. Ndio tupe maelezo ya vitabu inasema uchache wa mimba ni miezi 6 kwa sababu hivi na hivi. Si ndio unatupa darasa Ndio umesemaje Sheikh? Si ndio kitabu sema, tupe maelezo. Amesema mimba miezi 6 uchache, si ndio? Kwa akisema hivyo tutiali si tunaamini. Sawa, akisema hivyo si tunaamini tu. Hakuna dalili alitumia. Sasa umejuaje kama haja kadiri wazi kama ni miezi 6? Msaidie Sheikh. Naam. Tayib. Aliposema 30 shahara ile aya, yani wafisaluhu wa hamluhu wafisaluhu 30 shahara, mama anapobeba ujauzito mpaka anapokuja kumwachisha ziwa ni miezi mingapi? 30. Miezi 30 ukija kuchukua mahesabu ya mama anapopata ujauzito mpaka anamwachisha ziwa mtoto anaachishwa akiwa na miaka mingapi? Miaka 2 na wastani wa miezi mingapi? Kwenye 30 ukiminus 24 unabaki na miezi mingapi? Kwa maana miezi 6 ndio uchache wa mimba. Mama anaweza kupata miezi 6 mimba kamzaa mtoto
akalelewa miezi 24, miaka miwili ikakamilika 30. Hii falsafa ya mzee Imam Shafi'i na baadhi ya maimamu kama walivyosema, dalili ni hii, wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. Dalili ni hiyo Sheikh, usipate tabu. Unakuja hapo unatoa kwa uchache wa mimba ni miezi mingapi? Ukioa mke leo ndani ya miezi 6 akapata mtoto, usipigane ukasema sio kwangu nimemwona ujauzito, si Mungu kashasema? Au atuamini? Mbona tuitiki? Mazingira mabovu sio kwangu si miezi 6. Kwa hiyo tukubali. Allahu Akbar. Sasa ilikuwa kwa swali lako la kwenye kadari. Sasa kwenye kujaza kwenye yale madaftari, mtu kajaza muda wake wa kuishi, kufa, riziki yake na nini, si ndio? Sasa kuna mwingine anaweza akamwambia mimi ninafanya maasi, mimi ndio nishajaza kule, niache nifanye maasi, wewe fanya yako, niache ya kwangu. Yuko sahihi? Na wewe unaoswali mimi ndio nishajaza kule, mimi ni swali tunaingia peponi, niache ni swali. Uko sahihi? Hauko sahihi. Kwa sababu hakuna hata mmoja kati yetu sisi anayejua alichokijaza kule. Kweli si kweli? Yawezekana yule anayefanya mabaya kesho wakati wa kufa akafanya jema, akafa akiwa kwenye jema akaingia peponi. Wewe unayefanya mema mwisho wako ukawa mbaya ukafa akaingia wapi? Hadithi ile mtu aliyeua watu wangapi? 99. Anakwenda kwa mfanya ibada mutaabid, anamuuliza swali, mimi nimeua sana watu 99, nataka kuleta ibada. Wote antuleti 99. Wewe umekubuhu. Alichofanya akammalizia na ule, ndio akaona wewe unanichanganya 100. Kaenda kwa mwanazuoni, ndio faida ya kuuliza wanayejua. Mwenyezi Mungu anasema fasalu ahla dhikri in kuntum la ahla dhikri. Ahla haina taarifu, dhikri imekuja na taarifu. Upo kijana? Sasa hii katika idhafatu al-ma'nawiyya ama al-lafdhiyya, ukigawanya imegawanyika mara 9. Sasa kwa nini idhafa ya ahli imekuja kwenye dhikri? Neno ahli ina maana mtu mmoja, ina maana kikundi, yote inakubalika. Sasa Mwenyezi Mungu asema fasal ahla dhikri katika idhafatu al-lafdhiyya. Dhikri imebeba ahli. Kwa nini imebeba ahli? Unasema hizi hapa kuna mambo 8. Hiyo lugha sasa. Sasa anasema waulize hawa. Sasa alipoulizwa mwanazuoni akamwambia ahlan wa sahlan, mlango uko wazi, ibada ipo, leta toba kwa Allah. Lakini ninachokushauri hapa ulipoua watu hawa, hama nenda sehemu nyingine kafanye ibada. Anaondoka hajafika, kafika hapo kafa. Mzozo unatokea pale, malaika wakaja kwenye picha ya kibinadamu, hawa wanamtaka waende naye motoni, hawa wanamtaka waende naye peponi. Ngumi zikawa pale. Alikuwa na haki ya kwenda wapi? Kwa sababu ndio kwanza anaenda, toba yenyewe hajaleta, kafa. Lakini mwisho wa siku akachukuliwa na malaika wa peponi, kaenda wapi? Kilichomsaidia ni nini? Nia, ndio innamal a'malu binniyat. Kwa hiyo huyu hakujua mwisho wake ndio huu. Yaani kafanya hivyo. Sasa usiseme na mimi ngoja nifanye mabaya siku ya mwisho ndio nilete. Unajua? Kuna anayejua? Kwa hiyo kadari inaondoka kwa dua. Muombe sana Mwenyezi Mungu, utakuta hayo aliyapanga Mwenyezi Mungu kwako yanabadilika, lakini hujui. Mwisho wa siku na tuko na mabadiliko, lakini dua unalolifanya. Lakini sharti la dua na mambo mangapi? Nadhani kwa leo inatosha. Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri na tulipe juu ya haya, na Mwenyezi Mungu alipe kwa kukaa kusikiliza. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.